Sawa sawa. Naam. Karibu msikilizaji, tunaanzia hapa Tanzania ambapo chama cha wanasheria nchini humo Tanganyika Law Society kinasema kitawakilisha mahakamani zaidi ya vijana 700 ambao wanashtakiwa kwa uhaini na makosa mengine wanaokabiliana nayo baada ya vurugu na maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini humo Oktoba 29 mwaka huu. Vijana hao kutoka mikoa zaidi ya 5 kote nchini Tanzania wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini, idadi ambayo ni kubwa kuwahi kushuhudiwa Tanzania kwa watu kushtakiwa kwa kosa hilo kwa wakati mmoja. Nimezungumza na rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi, ambaye anaanza kwa kueleza idadi ya wanaoshtakiwa baada ya vurugu na maandamano ya uchaguzi Tanzania. Kwa sasa ni zaidi ya Watanzania takriban 700, wengine wenye umri chini ya miaka 18 ndio wanaoshtakiwa kwa makosa hayo ya uhaini. Wengine wamepewa armed robbery, yani kijumla wamepewa makosa ambayo hayana dhamana. Wameshtakiwa kwa mashtaka mbalimbali ikiwemo conspiracy, yani kula njama, lakini vile vile kosa la uhaini, lakini vile vile wameshtakiwa na kosa la ujambazi wa kutumia silaha na uharibifu wa mali. Mwabukusi, tuliona wengi walikuwa ni kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Labda pengine katika mikoa mingine ni ipi hasa ambao pia wapo vijana ambao na watu pia ambao wameshitakiwa kwa makosa mbalimbali ikiwemo uhaini nchini Tanzania? Mkoa wa Mbeya wameshtaki katika maeneo ya Kyela, Mbeya mjini na Mbarali. Mkoa wa Songwe wameshtakiwa, kuna mashtaka pale katika mahakama ya Vwawa. Lakini vile vile mkoa wa Rukwa, Sumbawanga wapo vijana wameshtakiwa. Kuna mikoa mingine kama mkoa wa Mwanza, vijana wengi wameshtakiwa, mamia ya vijana wameshtakiwa. Lakini mkoa wa Iringa na Mafinga, lakini unakwenda katika mkoa wa Arusha, Dodoma wapo vijana wameshtakiwa. Kwa hiyo ni almost kila sehemu ya nchi, lakini hususan maeneo ambayo mara nyingi yalionekana kuwa kama ngome ya watu ambao yana muamko wa kimtazamo, watu ambao ni proactive, watu ambao ni wana muamko wa kimtazamo, au maeneo ambayo ya watu ambao tayari wanajua dhana nzima ya mabadiliko. Ikiwemo hata Kigoma nisisahau, na kwa wamefunguliwa mashtaka. Kulikuwa kuna baadhi ambao walikuwa wana madai ya kwamba baada ya kuwekwa chini ya ulinzi ama baada ya kukamatwa walipitia kile ambacho walikita ni ukatili. Kwanza amefuatilia hali zao za afya zikoje? Hao watu wamepigwa sana, wamejeruhiwa sana, wametendewa vitendo vya kikatili visivyomithilika mahakamani na nguo za ndani, kitendo ambacho ni so inhuman and degrading treatment. Lakini vile vile Mwanza matatizo kama haya yamejitokeza. Tulichojitahidi ni kuiambia mahakama na kuomba mahakama itoe amri ya watu wao kupewa matibabu. Kwa hiyo tuko tunafuatilia kuona watu wote wanapata matibabu. Wamepata majeraha mbalimbali ya kuumizwa, kupigwa, kuvunjwa, wengine wana risasi ndani ya miili yao, hawajapewa fursa ya kupata matibabu, jambo ambalo ni kinyume na haki za binadamu. Wengine wana majeraha ya kuunguzwa ambayo unashangaa ni kwa namna gani mtu anaweza kufanyiwa ukatili wa namna hiyo. Tunachukua hatua kuhakikisha watu wote wanapatiwa matibabu. Kwa hiyo tuko tunalifanyia kazi na tumewaelekeza na kuwashauri mawakili wote wanaoendesha mashtaka haya kuhakikisha wanalisimamia hilo kwa ukaribu na kuhakikisha watuhumiwa wote wanapata matibabu. Nyinyi kama chama cha wanasheria Tanzania Tanganyika Law Society TLS, pengine mnadhani kwa uwezo kiasi gani mlokuwa nao mtaweza kuwawakilisha watuhumiwa hawa 700? Idadi kubwa hii, Boniface Mwabukusi. Idadi ni kubwa sana na inatisha. Kazi ni kubwa. Tuko TLS tunajaribu kushirikiana na Legal and Human Rights Center, tunashirikiana na wenzetu wa Tanzania Human Rights Defenders Coalition kuona namna gani tunafanya tu. Kwa kweli gharama ni kubwa itakayohitaji, kwa sababu mawakili wanajitoa, lakini watahitaji kusafiri, watahitaji kufanya kazi za stationary, watahitaji kufanya printing na researches. Kwa hiyo ni vitu vyote ambavyo at least hata kama hatuwezi kumlipa wakili, lakini kuhakikisha tuna foot bills au gharama zile za vitu vya msingi ni changamoto kubwa kwetu. Lakini hatuwezi we cannot just sit akimbo and let the things go, kwa sababu hawa ni watu wanahitaji haki zao zilindwe, wanahitaji kutetewa. Ndio maana TLS tumeingia. Dadi ni kubwa sana, sio ndogo. Lazima tuhakikishe wote wanapata msaada na huduma ya kisheria. Na mnaona mtalifanikisha kwa kiasi kipi?
Halafu na mawakili wa kutosha wako tayari kupambana kwa ajili ya kuhakikisha wananchi hawaonewi katika nchi yao, wananchi hawafanyi kuwa watu wa daraja la pili. Mawakili wamejitoa kwa ujasiri mkubwa. Sasa tuna mawakili zaidi ya 300 ambao wako tayari kusimamia kesi na ambao wanaweza kufanya kazi kwa uweledi bila mashaka yoyote. Huyo ni rais wa chama cha wanasheria Tanzania Tanganyika Law Society, Boniface Mwabukusi, kama alivyozungumza na mwenzangu Skola Kisanga. Tukisalia huko Tanzania, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu amemwekea pingamizi shahidi wa jamhuri kutumia kizimba cha siri ndani ya mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambacho kinamficha kiasi cha kutoonekana hata na majaji wanaoendesha kesi hiyo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Hii leo ilikuwa ndo siku ya mwisho ya kikao cha kusikiliza shauri hilo la uhaini, hivyo tarehe nyingine ya kusikilizwa kwa shauri hilo itapangwa na kutangazwa na msajili wa mahakama. Bwana Lissu amerejeshwa gerezani ambako amekuwa kwa siku 225 tangu walipokamatwa mapema mwezi Aprili mwaka huu. Igan Sala na taarifa zaidi. Mapema asubuhi, nje ya mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ulinzi umeimarishwa. Licha ya mvua na pilikapilika za jiji, hapa askari magereza wanamfikisha Lissu mahakamani kama mahakama hii ilivyoamuru. Ndani ya chumba cha mahakama, ndugu, jamaa, marafiki, viongozi wenzake wa chama na hata mabalozi wa mataifa mbalimbali tayari wamefika kufuatilia kitakachojiri. Baada ya maandalizi kwa muda mfupi, Tundu Lissu akisindikizwa na askari magereza anaingia mahakamani, tabasamu usoni, mkono mmoja juu akiwa amekunja ngumi, akizungusha kwa nguvu kuwasalimu walioko mahakamani, ambao nao bila ya kusema kitu wanafanya hivyo hivyo. Sekunde chache baadaye, sauti kali inasikika, "Court!" Hapa wote mahakamani wanasimama, majaji wanaingia na shauri linaanza kusikilizwa. Hii leo shahidi wa siri wa jamhuri alikuwa atoe ushahidi wake, lakini kabla ya kuanza kufanya hivyo, mshtakiwa aliweka pingamizi akitaka shahidi huyo kutumia kizimba cha wazi cha mahakama na sio sanduku maalum lililojengwa ndani ya mahakama likimficha shahidi huyo, si tu kwa waliohudhuria mahakamani hapo, bali hata kwa mshtakiwa na majaji. Baada ya kueleza kwa kirefu msingi wa mapingamizi yake, huku akinukuu vifungu vya sheria na rejea toka kwenye mashauri yaliyopita, mwisho Lissu aliitaka mahakama kukataa kufanywa mahakama ya giza, kwani kwa mwendo huo shahidi mmoja anaweza kutumika hata zaidi ya mara moja. Alipohitimisha, upande wa mashtaka ukapata nafasi. Wakili kiongozi wa serikali Nasoro Katuga akasema ni hoja zinazojibika kwa wepesi, lakini kwa kuwa mshtakiwa amewasilisha kwa kina, nao basi wanahitaji muda wa mjibu mshtakiwa wakinukuu vifungu vya sheria kama alivyofanya yeye. Hatimaye jopo la majaji watatu likaridhia ombi la jamhuri na shauri likaahirishwa. Nje ya mahakama, wakili mkuu wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala akaueleza umma msingi wa kilichojiri mahakamani na nini kinachofuata. Mtu anayetaka kutoa ushahidi kwa kificho, hicho kizimba chake maalum lazima asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiliza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapa mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. Lakini kikao hiki cha kesi hii leo ndio siku yake ya mwisho. Kwa hiyo sasa inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii. John Heche na viongozi wengine wa Chadema walikuwepo mahakamani pia. Tunapenda kuwashukuru watu ambao wanakaribisha Watanzania waliokimbia, watu wa Afrika Kusini na wengine wote, majirani zetu ambao Tanganyika ilihusika. Watanzania waliwapa hifadhi hapa, wawahifadhi wa Tanzania na watoe sauti kwa kutumia vyombo vyao vya habari, sababu tunajua hali ya vyombo vya habari vya Tanganyika, vya Tanzania kwa sasa. Walisiprocate hicho. Tarehe 15 mwezi wa 12, mwaka wa mahakama unafikia tamati. Je, Lissu atarejea lini mahakamani? Igan Sala, BBC, Dar es Salaam.